kama unafungua channel hii usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Hii itasaidia kupata video nyingi na kusupport channel. Kuna mwenzetu nasema leo tujifunze hizi properties panel huko upande, tuelezee kidogo ili upate kuelewa vizuri. Kwa tutaangalia properties panel, japo huko mbele kutoka mwanzo na video tutaingia kwenye kila properties, tutajifunza zaidi kulingana na matukio tunaenda kufanya. Moja kwa moja tuje hapa juu tu add cube ili tuzione vizuri, na kuja kwenye mesh cube yetu hii hapa zinaonekana vizuri hizi properties zetu panel. Zinaonekana vizuri properties zetu panel. Tutaanza na properties moja moja. Sasa hapa moja kwa moja hii hapa ya kwanza. Hii ya kwanza inaitwa render. Hii render properties kazi yake kubwa ni kwenye kulenda. Kazi yako yoyote ambayo unaifanya lazima kuna hatua ya mwisho ile ya kusave. Unataka kusave kazi yako, sasa lazima ulende vile vitu ili vijipange kwenye frame, ndipo usave kazi yako. Sasa render kuna vitu vya kuzingatia vipo hapa. Ukija hapa una click hapa, ukiklik hapa una left click, inakuja hivi vitu hapa. Kuna hii ya kwanza kabisa inaitwa AV. Ukiklik kwenye V, hii AV inasaidia nini? Hii AV inasaidia wakati wa kusave kazi yako wewe. Inakusaidia kwa mfano save una render animation yako inakuwa inafanya faster, yani inarenda kwa haraka kwa sisi wenye mashine za kawaida hizi. Kwa mfano wale wenye mashine kubwa unaweza kutumia nyingine. Sisi wenye mashine za kawaida ambazo tunataka ukifanya kazi yako ilende kwa haraka, unakuja kwenye hiyo AV, unachagua AV. Kwa ukiona renda kazi yako inakuwa haikucheleweshei kwenye kulenda na kusave. Kuna nyingine hapa, hii hapa ukiklik hiyo ya pili kama unavyoiona, hii ya pili ukishaiklik inaitwa workbench. Hapo zingine zinakuwa zimeandikwa broom, lakini sisi hapa imeandikwa workbench. Kwa hiyo ukiklik hapa, hii inasaidia nini? Wakati wa kulenda, wakati unataka kusave kazi yako, ukija hapa ukiklik utaona kuna hizi sharing zinaonekana hapa. Kwa wakati wa kulenda kazi yako, hii inasaidia au inaleta rangi kama za disco. Kwa mfano umesave kazi yako, kwa utaona zinatokea rangi wakati wa kulenda pale, rangi kama za disco hivi. Nyingine kabisa ni hii hapa inaitwa cycle. Ukiklik kwenye cycle, hii inasaidia au inatumika kwenye wale wenye mashine kubwa. Hii inasaidia kutoa realistic, yani kwa mfano unatengeneza chuma, basi wakati ukilenda kinachokuja kutokea ni chuma kweli, yani ukija ukiona unaona chuma kweli, yani realistic ile, yani iko kubwa sana. Lakini kwenye kulenda inachukua time. Manake wakati wa kulenda utaona inachukua time. Tukisema tujaribie hapa, tuta cancel kwa sababu itachukua time mpaka kulenda. Hivi ni vitu, ndio hivi vitu vya muhimu hapa. Okay, kwa hiyo tukitoka hapa moja kwa moja hapa sehemu ambayo unaweza ukalenda kazi yako, unakuja huku juu. Kwa mfano hii kazi yako ushatengeneza hapa, labda nini, kiti au meza, unataka kulenda labda animation au picha, au hiyo picha, unakuja huku juu moja kwa moja hapa kwenye hii render. Kwa ukiklik hapa unachagua unataka kulenda nini. Unataka kulenda image au unataka kulenda animation. Kwa ukiklik hapa ndio una render. Basi kwa baada ya kuchagua zile hivi na nini na cycle na ile nyingine, unakuja huku juu una render kazi yako. Ya pili ni hii hapa ambayo inaitwa output. Ukiklik kwenye output, hii inakusaidia kwenye kusave kazi yako. Kwa mfano kazi zote zile unataka kuweka YouTube, unataka frame rate. Kwa mfano wakati una download video yoyote
YouTube wapi, inakupa option ya kuchagua kwamba unataka iwe kwenye resolution gani. Kwa mfano labda 920, 1080, hiyo 1080. Hii ni quality na frame. Kwa hiyo kwa mfano unataka kuchagua labda video ambayo unataka frame yake iwe kubwa, ni hizi hapa. Kwa hiyo unachagua hapo, au unaongeza huku, una click kwa huku pembeni, unaongeza. Kwa mfano unaona hii imekuwa 21, kwa wewe tu ambao unataka frame rate yapi. Kwa mfano ukita kwenye 1080 ni frame ambayo inajaa kwenye, kwa mfano kwenye PC inajaa PC mzima. Pia hata hii 1920 pia hivyo hivyo. Alafu kuna nyingine 720 ambayo inakuwa nusu ya, kwa mfano hii PC mzima. Kwa hiyo hii ndo kusave kazi yako. Click hapa, utaona hiyo inaonyesha wapi usave kazi yako. Kwa hiyo hizi sehemu moja kwa moja hapa unaenda kusave kazi yako. Ukija ukiclick hapa, utaona hapa ni kuchagua. Kwa mfano nataka save image, unakuja kwa mfano animation, unakuja unachagua hii hapa imeandikwa FF MPG video. Ukiclick hapa ndo unakuwa na save video. Hizi huko ni image, unachagua aina gani ya image ambayo unataka kuisave. Kwa hiyo hapa ndio kazi kubwa ya hiyo. Kwa mfano hapa tulisema ni frame rate. Hizi ndio frame ambazo unazichagua. Tuje kwenye sehemu nyingine ambayo inaitwa view. Hii view hii inakuruhusu kuonyesha au kuficha vitu wakati wa rendering. Ukiclick hapa, hii matumizi yake hapa tutaweza kuonyesha kwa sababu hatuja add kamera na hatujafikia kwenye sehemu ya kurenda, lakini matumizi yake inasaidia hii kuficha au kuonyesha. Kwa mfano umeset kamera yako, scene yako ushaitengeneza, labda kule kuna miti, kuna viti hapa, kuna nyumba hapa. Kwa hiyo sasa unataka ile miti kule labda uifiche isionekane au ionekane. Kwa hiyo unakuja hapa, una seti namna gani unataka nini kionekane, nini kisionekane kwa kutumia hii view. Nyingine hapa, hii hapa inaitwa scene properties. Kuja kwenye scene properties, hii inapanga jinsi dunia yako ya 3D inavyofanya kazi. Mfano unataka object ziungane kwa kutumia gravity, unaweka gravity ya 9.9. Kwa mfano ukija ukiclick hapa kwenye scene, unaona kuna hii gravity. Unataka labda gravity zako, labda matukio yako huku scene zako ziungane, unakuja una click hapa. Kwa maana unaona ipo kwenye gravity, tayari ipo kwenye gravity. Maana yake ukitoa hapa gravity, scene yako matukio yake hayawezi kuungana. Maana yake inakuwa wanatoa matukio tofauti tofauti. Kwa mfano umetengeneza labda scene ya video fulani, kwa hiyo matukio yanakuwa yanajikatakata. Hata kwenye kusave na jisave kulingana na hizo scene. Lakini ukija ukiklik kwenye gravity, ukiclick hapa unaona hii hapa iyopo 9.8 hiyo. Ukija hapo ukiclick una set kwenye gravity, iko automatic yenyewe imejiset huko. Na hizi ni masuala ya simulation, lakini kitu muhimu hapa ni gravity. Tunakuja hii nyingine, hii world properties. Hapa unaweka background ya dunia yako. Yaani nikizungumzia background ya dunia yako hapa, kwa mfano ukiclick hapa kwenye background, manake unaweka background ya dunia yako. Kwa mfano unakuja hapa una set, tutakuja kuzitumia hapa na pita tu ili uweze kuzielewa zina maana gani hapa. Kwa nitakuja kuzielezea wakati tunaendelea mbele, tunafanya yale matukio, utakuja kuziona zinafanyaje kazi. Tunakuja hii object, click kwenye object. Hii object kama unavyoona hapa kuna location, inaonyesha location ya wapi, rotation, ina rotate na kuscale. Kwa hiyo kwa mfano unataka labda utumie huku, labda kuupo kwenye animation, au unataka kurotate kazi yako, ukirudi hapa kwenye cube yetu kama unaiona hiyo, watu yake vizuri, nataka weke location labda ya kwenye X hapa. Ukashika ukaona kidude kinaleta pona left click.
left click maana yake huku unaona huku kabisa inaenda huku inaenda huku. Kwa wewe ndio unachagua wapi useti. Tukija kwenye rotation, unataka kuirotate hii cube yetu hapa, au kitu chako ambacho umekitengeneza nataka nikirotate kwa njia rahisi huko. So mpaka press S, unaweza ukaja hapa kwenye object, unakuja hapa kwenye rotate. Kwa mfano nataka rotate kwenye labda x axis, tuweke labda y au z, tutumie z. Unakuja kwenye z hapa hivi kwenye rotate, unakuja kwenye z. Ukiwa unaichezea hivi kwenye z, maana yake unairotate. Kwa mfano tuone hapa, ukishika hivi ukianza kurotate kama unavyoona ina rotate. Kwa hiyo inatengeneza rotation. Kwa mfano nataka kuscale, unakuja hapa kwenye kuscale. Kwa mfano labda tuweke y, ukija kwenye hapo kama unavyopaona kwenye kuscale hapo hapa scale. Kwa mfano tunachagua y, tunafanya vile vile tu kama huku tuna scale, unaona inakuwa hiyo. Kwa mfano kwenye x unaiweka hivyo inakuwa. Hii hapa ni modifier, na click kwenye modifier hapa hivi ina alama kama spanner hivi. Ukiklik kwenye modifier utaona inatokea hivi, na kwa ile eneo panakuwa empty. Kwa unakuja hapa juu una press kwenye add, una click, kisha click inakuletea option hizi nyingi. Japo tuna video moja ambayo itahusu hii modifier, sababu ni ya muhimu sana modifier. Kwa hiyo sisi hapa moja kwa moja unakuja kwenye hii general, unakuja labda kwenye subdivision surface, click subdivision surface, ile cube yetu imebadilika imekuwa hivi. Kwa mfano tu undo, tuseme hapa tu press x, tu delete, kisha delete, tuje huku juu tuadi hapa, tuadi icosphere. Unaona kama hii sasa, ili nani letu, tunakuja kwenye modifier hapa kwenye alama spanner, tunataka ukisha click kwenye modifier hapa inakuletea hivi. Ukiklik hapa inakuletea hizi option. Kwa mfano tunakuja kuchagua hapa sisi hapa kwa haraka ambayo tunaenda kuitumia, labda tuitumie subdivision surface hii hapa. Kwa hiyo ukiklik matokeo yake kama unavyoona imekuwa smooth, kama unavyoiona hiyo imekuwa smooth tofauti na ile ya mwanzo. Kwa hiyo ni modifier. Kwa hiyo kitu kingine, kwa mfano labda hii modifier umeona kama bado unataka iwe smooth zaidi, unaweza unarudi hapa, unakuja hapa, unaona ile eneo, ukiklik hii maana yake huko lazima iwe smooth. Kwa mfano tuone, ukija nikiklik huku inaendelea kuwa smooth, kiklik inakuwa smooth na kuwa smooth. Jinsi gani ambayo smooth unataka iwe smooth, unaacha hapo number of segment, hapo inaendelea kuwa smooth ambavyo unahitaji wewe. Nyingine hii hapa inaitwa properties, particle properties. Hii ukiklik, ukisha click, kwa mfano tunaona ili duara letu ni hii hapa, inaonekana hivi, uione vizuri. Baada ya modifier inakuja hii hapa properties, particles properties. Ukiklik inaleta hivi, ikileta hivi moja kwa moja unakuja hapa kwenye plus kujumlisha. Ukiklik ndio utaona kabisa vimetokea vitu. Sasa hii inaleta mambo mawili, vitu viwili vya muhimu hapa, ambapo unataka kuweka labda nywele. Unaona hapa imeandikwa hair, unataka kuweka nywele, zitokee nywele za kichwani, labda unataka zitokee nywele, una click hapa. Kwa mfano tukisha click hapa, labda turudi uone vizuri kwenye, kwa mfano ukija hapa, unaona ukishakuja kwenye nani yetu, properties yetu, ukija labda hapa, labda kwenye hair, kwenye hii nywele tunachagua hapa. Ukiklik hapa kama unavyoona inatokea nini, kama kile kichwa kishatoa nywele. Kwa hiyo hapa kuna namna una set.
hizo nywele zako unataka zikae vipi, zitawanyike, zikae vipi. Kwa hiyo unaangalia namna gani unataka ziwe ndefu, ziwe fupi. Kwa hiyo namna gani unataka hizo nywele zako ziwe, au unataka kuweka labda mlipuko huku, unarudi kwenye hii nini, unarudi kwenye hii emitter. Hii emitter kazi yake, kwa mfano unataka kuweka mlipuko, ionekane milipuka, labda gari imekuja imegonga, vitu vikapasuka ile, ndio unakuja hapa unatumia hii particles. Hizo zote tutaenda kuzitumia huko mbele, jinsi gani kila moja inavyotumika. Tuje kwenye physics, turudi kwenye physics, tuundo hapo, tuje kwenye physics hii hapa nyingine, properties yetu nyingine inaitwa physics, ambayo ukiklik kwenye physics utaona kuna vitu vinatokea. Hii physics unaweka tabia za vitu, mfano tabia ya labda ya nguo, ikiwa labda unatembea lazima ionyeshe inacheza. Kwa hiyo unakuja kwenye nguo, unaweka simulation, click kwenye nguo, kisha click tu kwenye nguo, ukirudi kwenye icosphere yetu, ukipress kwenye button ya play button hiyo, au ukipress tu kwenye play button ya chini, au kwenye chini hapo kwenye animation, ukiklik utaona inaenda inadondoka chini. Maana yake huo ni mfano wa nguo, tumetumia tu sisi ile nini, icosphere. Kwa kama unavyoiona hiyo, na vitu vingine vingi, kuna fluid kama unataka kimiminika, yani hata kimiminika, kuna moto, jinsi ya kutengeneza moto hivi. Hapo unaweza kutengeneza animation zile za hivyo. Kitu kingine kinaitwa contrast. Mpaka nasema contrast tena, inakufanya wewe object ifuate nyingine. Yani hapa ukiklik hapa, hii inasaidia ukiwa na kamera. Hii kamera utusha hadi hapo. Maana yake hii, kwa mfano unataka kuingia, umetengeneza cube, ulifute ili tuadi cube, tuje hapa tuadi cube, shadi cube, tu extrude labda, au tuliache hivyo. Sasa tuchague, tuje hapa, tuje huku, tutoke kwenye edit mode, alafu tuchague face, labda hii face, alafu hii face tu delete, na kuja hapo kwenye face na delete. Kwa hiyo utakuwa unaiona kama hivyo, unaona mule ndani. Kwa hiyo ukija hapa, alafu tuadi na kamera, tunakuja hapa, labda turudi kwenye object mode, kuja kwenye kuadi, tuadi kamera. Kwa hiyo sasa tukija tukiklik hiyo contrast yetu, ukisha click, ukija hapa juu, ukiklik hapa kwenye kidoti huku juu, kisha click hapa, utaona kuna option nyingi. Sasa hapa kuna option ya kufollow. Hii inasaidia, kwa mfano kamera hii umetengeneza labda pango, kamera inataka ifate ilipo lile pango hadi ndani. Maana kwanza ukaja ukaklik hapa, mfano kisha click hapo, ukarudi kwenye nani yetu, kisha fika huku, maana yake nataka niingize kamera mule ndani. Maana yake unaweza ukawa unaingia kama unavyoona hivyo, inaingia hadi humu ndani, unaona matukio ndani. Kwa mfano hii kona hapa, kama unavyoona hapo, imekuonyesha hadi ndani. Kwa hiyo ukitaka unarudi nje, unaiona. Kwa hiyo ndio kazi ya hiyo contrast. Kwa mfano tuundo hapo, hiyo kwenye cube kuna kitu hiki hapa. Tuje kwenye material. Hii data hii kwa sasa hivi haina umuhimu sana kuijua, yani kwa sababu hii mambo ni ya internet kidogo. Kwa tunakuja hapa hii kwenye material, ukiklik kwenye material ni hapo material. Kwa
kuna hii hapa content ambayo tumetoka na kuja kwenye material ambayo ni ya mwisho. Kiki kwenye material hii ni kwenye kuadi rangi. Kwa mfano adi rangi au unataka kutumia textures ambazo unazo wewe. Ukija ukiklik hapa utaona inakuletea option hizi hapa. Kwa mfano rangi, unataka kuadi rangi, ukiklik hapo kwenye rangi, ukichagua rangi, kwa mfano tuweke labda blue, ukiklik kwenye blue, ukija kwenye cube yetu hapa utaona imetokea mpaka uje huku juu. Uje hapa kwenye hizi viewport shading, ukija ukiklik hapa, ukirudi kwenye nani yetu utaona rangi imetokea. Kwa hiyo kitu kingine hapa, ukirudi huku kwenye properties, ukija ukiklik kwenye hiki kwenye hapa rangi, ukiklik kwenye kidude hapa ambacho kina rangi pembeni, kisha kiklik utaona nakuletea option hizi huko. Hizi option unaweza ukaja kuchagua. Kwa mfano unataka kuadi text ambazo unazo wewe, rangi ambayo unayo wewe huko, ukiklik hapa kwenye hii textures, ukisha click tu inakuletea hii option hii kwenye ile eneo, inakuja hivi. Kwa wewe labda kama ushaitumiaga, ukiklik hapa unaweza ukasearch hapa unatafuta, au unaweza kuja hapa kwenye open. Ukiopen maana yake unakuja kulitafuta za kwenye faili lako. Unakuja kuzitafuta za kwenye faili lako ambalo wewe unalo. Kwa mfano unataka kuzitafuta wewe ambao unalo texture, kwa faili langu hili, una click hapo kwenye texture, unazikuta texture hizi hapa nyingi tu. Kwa mfano labda tu click hii hapa, ukiklik hii, ukishuka chini hapo kwenye open, ukiopen, ukirudi kwenye cube yako, hautaona imetokea. Hautaona imetokea kwa sababu inabidi uje huku juu tena. Uje kuweka kwenye hii hapa kwenye viewport shading. Ukiklik hapa kwenye viewport shading, ukirudi huku utaona imetokea yale matofali yametokea. Kama unayaona hapo, unayaona vizuri, yanakuwa yametokea. Sasa kuna namna pia, kama unavyoona inaonekana hivi, ili uone vizuri hapa, tu undo, undo ili tuiweke hivi, alafu tu extrude, tu scale, labda tu scale tu y, tulipeleke hivi. Alafu ikishakuwa hivi, tuje hapa tu click ili tuone vizuri ile texture vizuri. Alafu tuje kwenye texture, click hapa, tuje hapa tu open. Kisha open, tulitafuta lile faili letu la texture ili hapa, au tuweke ili dogo la matofali madogo, au tuweke ili lenye rangi hapa. Click hii, kija tukiopen, au utaona imetokea kwa sababu hatujeje huku juu. Kwa ukija huku juu moja kwa moja ukiklik, utaona yale matofali yetu yametokea hapa kama unavyoyaona. Kwa hiyo inaonekana namna hii. Hiyo ndio muhimu wa hii properties panel. Kwa hiyo thank you, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kutoa ujumbe pia kama alivyotoa mwenzetu, tujifunze kitu fulani hapa. Kwa hiyo video yake ni hiyo, tumejifunza properties panel na tunaenda kuiona mbele inatumikaje. Thank you, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ukicomment tunafanya nini tufanye, tunaelekezana. Thank you.